Na mtazamaji, tukielekea kwengineko, shirika la MOLDEK linalohusisha viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Mombasa limezindua mpango wa kuhamasisha vijana kuhusu uwekezaji na kujihusisha katika miradi ya maendeleo ili kuepuka kuwa vyombo vya kutumiwa na wanasiasa kuzua vurugu. Kampeni hiyo inalenga makundi ya kihalifu na vijana ambao wameonyesha nia ya kurekebika. Vijana hao kupitia viongozi wa dini hupokea mafunzo na kupigwa jeki katika miradi yao. Kwa upande wa vijana ambao hawataki kufanya kazi, wale ambao wamekaa tu barabarani, unaona kama sisi, kusema kweli sisi wenyewe hatukuwa hivi mbeleni. Tulikuwa vijana wengine watumizi wa madawa, watumizi wa pombe na miraa, lakini kwa sasa tumebadilisha njia nyingi. Wale vijana ambao hawataki kufanya kazi, wajipatie, watuone sisi kama mfano, waweze kubadilisha maisha yao na kubadilisha njia zao. Using drugs and indulging in activities that are negative to your body and to your well-being as a whole is not the solution. Come to MOLDEK so that you can be transformed and you find your purpose in life. Before this, I was struggling with anger issues and I was also struggling with drugs. But when I started this transformation, it wasn't easy, but somehow with his mentorship, it became lighter, the burden became lighter, and I can say right now, I am in a good position. Vijana hawa ambao mnaona hapa kupitia shirika hili, tumekuwa na vipindi vya kuweza kuhamasisha umuhimu wa kudumisha amani wakati wa uchaguzi na hata pia baada ya uchaguzi na kuchagua viongozi ambao wataleta mabadiliko katika jamii. Kwa hivyo lengo letu wakati huo inaweza kuonekana kwamba shirika hili la MOLDEK limeweza kuanzisha mchakato huu wa kuhamasisha vijana na kuwaeleza kwamba wasiweze kutumiwa kiholela holela, wasiweze kutumiwa na wanasiasa kwa njia ambayo sio sawa, ili kwamba waweze kudumisha amani tunapoelekea katika uchaguzi.